Katika juhudi za kuthamini mazingira na kukubaliana mabadiliko ya tabia nchi, Wizara ya Kilimo Zanzibar leo imezindua rasmi jukwaa la wadau wa mradi wa Fola katika mkoa wa Kaskazini B Unguja, ikiwa na lengo la kurejesha na kuboresha mandhari ya msitu. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Kaskazini B Unguja, mkuu wa wilaya ya Kaskazini B Unguja, ndugu Juma Sururu Juma, amesema mradi huo ni chachu muhimu ya kuharakisha maendeleo katika mkoa huo. Na muhimu sana kwetu, kwani mradi huu ambao umetulenga hasa sisi, hivyo naomba masheha wote wa mkoa huu watambue na wanaopata ugeni wa flu katika sheria zao wasisite kutoa ushirikiano ili kufanikisha shabaha na malengo ya mradi huu. Ndugu washiriki, Waswahili wanasema usione vinaelea vimeundwa, na mimi naongezea kuwa usione vinaelea vimeumbwa. Nasema hivyo kutokana na rasilimali asili ziliopo Kaskazini Unguja na maendeleo mbalimbali yaliyopo katika kongani ya Kaskazini Unguja, na haya ndiyo yanayopelekea sisi tukawa walengo wa mradi huu. Kaskazini Unguja tuna ardhi yenye rutuba, tuna mabonde mengi ya kulima, mpunga na umwagiliaji ule unaotegemea mvua. Mabonde haya pia ni makinga ya maji na vyanzo vya maji tunavyotumia majumbani, viwandani, mahotelini na kadhalika. Ardhi ya kaskazini inatoa mchanga safi na kifusi kwa ajili ya aina mbalimbali za ujenzi. Nani asiyejua kuwa hapa Unguja tunaongoza kwa kilimo cha mananasi, mpunga, matikiti maji, uzalishaji wa karafuu, tuna misitu na mikoko, shamba la misitu la Chaani na lile la Kichwele pamoja na hifadhi ya Kiwengwa. Kwa upande wa vilivyoundwa tuna kiwanda cha sukari Mahonda, kiwanda cha kuku Kitope, serikali ipo mbioni kujenga kiwanda cha kukagushia dagaa Fungurefu, kiwanja cha ndege Nungwi, bandari jumuishi Mangapwani na Mkokotoni tunaongoza kwa shughuli za utalii. Ndugu wananchi, nadhani mtakubaliana nami kuwa pamoja na baraka hii tuliojaliwa nayo, kuna viashiria vya matatizo ya changamoto mbalimbali vimeshajitokeza, ikiwemo migongano na matumizi ya maji na ardhi, kukatwa ovyo misitu na ukosefu wa usimamizi katika matumizi ya ardhi ya mipango miji. Sekta hii imekuwa ni mwamba ngoma inavutia kwake. Mradi wa Fulu umekuja ni mwarobaini wa jambo hili na kuanzisha jukwaa jumuishi la wadau. Uongozi wa mkoa wa Kaskazini hauna pingamizi, unaotoa baraka zote. Mimi pamoja na waheshimiwa wote wa wilaya, madiwani na masheha tunaunga mkono kwa hili na mali msisitie kuonana na mkikwama basi mnaweza Kwa upande wake, mratibu wa mradi Zanzibar ndugu Mirza Suleiman Khamis amesema serikali ya mapinduzi ya Zanzibar imeendelea kutekeleza mradi huo kwa lengo kuu la kurejesha uoto wa msitu na kuhakikisha mazingira yanakuwa himilivu dhidi ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa pamoja katika pande zote mbili za muungano zinatekeleza huu mradi wa Fulu. Kwa upande wa Zanzibar, mradi wa Fulu ni mahususi kwa mkoa wa Kaskazini Unguja tu Pemba, na kule bara wenzetu ni mkoa kule Mlimba, wilaya ya Mlimba, mkoa wa Kilombero. Kwa hiyo lengo kuu hasa la mradi huu ni kurejesha mandhari ya misitu, lakini mheshimiwa, kama unavyojua mwanzo na waheshimiwa waliko kwamba hatuwezi tu tukasema tukarejeshea katika sekta moja. Kwa hiyo wenyewe hawa tutakuja kuona hao waanzilishi wa umoja wa dunia mfuko wa dunia wa mazingira JEF ndio wafadhili wakuu. Sasa hivi hawataki kufanya kazi kisailo, kila mmoja akifanya kitu vyake vyake tu. Lazima kwa ya mradi kama ilivyofanya, lakini pia kuimarisha usimamizi uwiano wa ardhi na maji
lakini kurejesha ule uoto wa asili uliopotea na kuweka mnyororo endelevu wa mpunga, kwa sababu kinachoelezewa hapa ni food system, ile uendelezaji wa mifumo ya chakula. Hapa tunaendeleza zaidi mfumo wa chakula ambao ni mpunga. Vipi tunakwenda na mabadiliko ya tabia nchi tuliokuwa nayo. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, katika hili sitaki kwenda deep sana kwenye mradi kwamba inasema kuna vitisho ambavyo tulikuwa tunavyo toka mwanzo. Kwanza, katika ngazi ya wizara, huu mradi wa FOLU uko katika Wizara ya Maliasili na Utalii kupitia idara ya misitu na nyuki, ndiye mtekelezaji mkuu wa mradi. Mwakilishi mwenzetu tunaye hapa kutoka mbele ya Tanzania, na hapa ni idara ya Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili, sisi ndio mwenyekiti wa mradi. Kwa hiyo hii ni ngazi ya Kongani, kuna Kilombero kama nilivyosema mwanzo, na wilaya tu ya Kaskazini Unguja. Kwa hiyo sisi tuna priority kubwa sana kwa hapa kaskazini kwa na mradi, lakini ufadhili kama nilivyosema mwanzo ni mfuko wa dunia wa JEF, na kiasi cha ufadhili ya mradi wote wa United Republic of Tanzania ni kiasi takriban dola za Marekani milioni 7,368,808, lakini zimegaiwa katika tofauti masehemu matatu, ambao wenyewe Wizara ya Maliasili na Utalii bara kuna kiasi milioni 2,600,000. Sisi hapa Zanzibar tumepata kama milioni 2,358,000, ndio sehemu yetu ya mradi katika kwa miaka mitano. Naye mratibu kutoka Tanzania Bara Joseph Mgama akizungumza katika jukwaa hilo jumuishi amesema lengo kuwakutanisha wadau wa ngazi mbalimbali ni kujadili na kuratibu kwa pamoja masuala ya maendeleo, hususan katika utekelezaji wa miradi inayohusu mkoa wa Kaskazini Unguja. Lengo la jukwaa hili ni kuwaleta wadau wa ngazi zote pamoja ili kuweza kuwa na mijadala ya pamoja kwa mambo yote ambayo yanahusu eneo husika, kwa maana ya kwamba kwa hapa Zanzibar ni kuwaleta wadau pamoja ili waweze kujadili mambo yote ambayo yanahusu shughuli zote zinazofanyika katika mkoa wa Kaskazini. Na kwa mantiki hiyo, maanake ni kwamba kama nilivyosema, huu sio mradi na jukwaa halina malengo ya kunyang'anya kazi ya mtu wala kumshurutisha mdau yoyote kufanya jambo lolote, isipokuwa wadau wanaletwa pamoja kwa sababu mkoa wa Kaskazini ni mmoja na lengo letu ni moja, kujenga mkoa wa Kaskazini, tukitambua kwamba kila mdau ana jukumu lake ambalo anatekeleza katika eneo husika. Sasa tunatamani kwamba kupitia jukwaa hili wadau waje pamoja, tulete mipango yetu kwenye jukwaa, kila mdau alete mipango yake ya kazi zake ambazo anazifanya kwenye eneo la mkoa, ili wadau wote waweze kujua nani anafanya nini, wapi, kwa namna gani, ili mwisho wa siku kama kuna changamoto katika utekelezaji wa hayo majukumu tuweze kuibeba changamoto pamoja. Kwa hiyo tunapokuja kwenye jukwaa hatuji kama taasisi ya mtu mmoja mmoja. Tukishaingia kwenye jukwaa tunakuwa tunazungumzia mambo ya mkoa wa Kaskazini na si jambo la mtu mmoja mmoja. Na hizi ni ripoti za ASAM Online TV.